Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Karibu tena tuweze kuzungumza mambo kadha yanaendelea katika mpira wetu. Mimi naitwa Almachus Bonfas Kanyasi kama kawaida. Sasa kama ambavyo tunavyojua kwamba siku ya juzi ulipigwa mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Tabora, na ni mchezo ambao nishauchambua hapa kiufundi, wapi ambapo Young Africans walifanikiwa na wapi ambapo kiukweli kikosi cha Tabora hakikuweza kufanya kazi kama ilivyokuwa inatakiwa, kwa maana ya matokeo yale ya mabao yote yaliyofungwa yalipatikana vipi, uimara wa Young Africans ulikuwa wapi. Lakini hata taarifa iliyotumwa kwa baadhi ya wachezaji ambao walikosekana katika mchezo wa jana ilikuwa inaenda taarifa ya namna gani. Mathalan mtu kama Stephen Kiaziza ambaye jana hakupata nafasi ya kucheza, mtu kama Aucho ambaye jana hakucheza, Kennedy Musonda na wachezaji wengine kama Chama, walikuwa wanapata taswira fulani ya kwamba tusipokuwepo ni nini ambacho kinapatikana na tukiwepo ni nini ambacho kinapatikana. So ilikuwa ni sehemu nzuri sana ya ku make statement, kwa maana kila mmoja ambaye kwa sehemu ya mchezo apate statement. Na kama ambavyo wanavyojua mara kadha nimekuwa nikija hapa na kuzungumza kwamba mwisho wa msimu ukimalizika, Young Africans lazima watafanya mabadiliko mengi sana kwenye kikosi chao kwa ajili ya kumaintain wachezaji ambao wanaweza kujituma na kupunguza matumizi makubwa sana yasiyo ya lazima, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao Young Africans wako nao, kusema la ukweli ukiwatazama hao wachezaji unagundua kabisa si wachezaji ambao wametoa kile ambacho Young Africans wanakihitaji kwa asilimia kubwa sana, na wao wenyewe hawezi wakaendelea kubaki kwenye kosa Young Africans. Kitu ambacho sasa hivi kina trend ambacho tangu jana kilikuwa kinazungumzika ni kile kilichomtokea Ali Shaban Kamwe na kuwekwa ndani, kwa sababu siku ya jana asubuhi ndio ilitolewa taarifa ya kwamba jamaa amewekwa ndani kwa masaa 20, kwa masaa karibia kama 10. Alikamatwa majira ya saa 7:30 na mara baada ya kukamatwa akatiwa ndani, lakini jana akaachiliwa, na alivyoachiliwa tukaanza kuona baadhi ya ngendembo kwenye mitandao ya kijamii, ambapo kwa haraka sana aliposti baadhi ya mambo kadha wa kadha ambayo yeye alikuwa anaona ni sawa kuyaposti, kwa maana ya kuendelea kutafuta hiyo engagement ambayo yeye amekuwa akitafuta kwa siku za hivi karibuni, kuhakikisha kwamba anawachachafia wale waliokuwa wanamcheka basi aweze kuwa sio, naelewa zile mitandao ya kijamii jinsi ilivyo. Post yake ya kwanza alimposti Clement Mzize akimwambia thank you top striker, kwa maana ilionekana kuna namna ambavyo alimpa maelekezo na yale maelekezo akaenda kuyafanyia kazi. Baadaye akaenda kumposti yule mchezaji anaitwa John Okeyo, John by the way, ambaye jana ndo alifunga bao kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry. Akasema nilipitwa na mengi kumbe, na hayo ndo alikuwa maneno yake, akamalizia kwa kucheka. Baadaye akaposti akiwa kwenye baiskeli akiandika Minister of Enjoyment, kwa maana waziri wa starehe, ndivyo ambavyo alivyojitana maisha. So mwisho siku baadhi ya watu wakaanza kuangalia ni nini ambacho kinaendelea, lakini na mimi nikasema kwa baadhi ya vitu ambavyo vinahitaji ufafanuzi viingie kwenye nafsi za wapenda mpira. Sote tukae kwenye eneo moja ambalo tunaweza tunaelewana vizuri. Moja, kuna mamlaka ya mpira, kuna utani wa mpira, alafu niseme kuna mamlaka ya kinchi. Hivi ni vitu ambavyo lazima uvitazame kwa jicho la karibu sana kabla hujavitolea ufafanuzi na kabla hujamjibu mtu yoyote. Mfano, tunaanza kwenye mamlaka ya mpira. Mamlaka ya mpira maana yake ni wale viongozi ambao wanaongoza mpira, ambao wamekasimishwa madaraka ya kufanya jambo fulani. Hawa bwana, wakati unajaribu kuwasema ama unajaribu kuwaambia wamekosea, kuna namna ambavyo inabidi kauli zako ziwe zimekaa, zisije zikawa ni kauli ambazo zinawadhalilisha, kwa sababu watu ni watu ambao wanatoa order kwenda kwa baadhi ya watu wengine. So wewe usipokuwa na kauli nzuri dhidi yao, unawatengenezea mazingira magumu sasa watu kuja kutoa order, alafu watu wakaipick order. Maybe mfano mwenyekiti wa chama cha soka mkoa, rais, kiongozi fulani, watu wanawaongoza watu chini yake. So wewe ukishakuwa ni mtu ambaye unaonekana unaweza kumtolea kauli yoyote, maana yake unadogodesha mamlaka yake na unampa wakati mgumu sana
kuongoza wale watu ambao wanategemea uongozi wao. Unamtoa kwenye lile eneo la kwamba ni final decision makers, kwa sababu ushamdogodesha na ushaonesha kwamba huyu mtu afai kwenye ile eneo. Lakini kuna mamlaka ya kinchi. Mamlaka ya kinchi maana yake hawa kazi yao ni kuzisimamia taratibu na sheria za nchi husika, kuhakikisha kwamba kila kitu kipo kwenye mstari mnyofu. Maana yake wewe, mimi, sote tunaishi sasa hivi kwa furaha na burudani kwa sababu wenye mamlaka zao kinchi wamefanya kazi nzuri. Sasa hapa kwenye mamlaka kinchi kuna wale ambao ni waajiriwa, lakini kuna wale ambao wanateuliwa. Wale ambao wanateuliwa manake hao wamekasimishwa madaraka na mtu fulani. So huyu aliyemkasimisha madaraka manake anamwamini. Manake huyo yuko beyond yeye. Manake ukimdharau yeye, umemdharau aliyemtuma. Mfano, kwa ndugu zangu wa Kristo, ukimdharau Yesu Kristo, that means umemdharau Mwenyezi Mungu, kwa sababu Yesu Kristo anatokana na Mwenyezi Mungu. Ukimdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni kwamba wewe umemdharau Allah subhanahu. Umeelewa? Kuna baadhi ya watu huwezi kuwadharau kwa sababu wako pale on beyond ya mtu fulani. Umuabudu ila unamheshimu, ndicho ambacho inabidi kifanyike. So lazima waheshimu. Unavomvunjia adabu mkuu wa mkoa, maana yake umemvunjia adabu aliyemteua. That's why sasa nataka nikueleze kilichosababisha kila ambacho mlikiona mkuu wa mkoa na Alikamu wanakumbatiana, wanapeana pole. Ile ilikuwa ni personal, ni yeye pamoja ni yeye pamoja na mkuu wa mkoa, ni personal issues. Lakini hapa sasa linakuwa addressed as mtu na kiongozi na mamlaka. Mkuu wa mkoa si mtu, ni cheo, ni ile ofisi, ni ile title, ni ile uteuzi. So ukimsema mkuu wa mkoa, manake ni kwamba unaisema teuzi, unausema mkoa, unasema mamlaka na vyombo vilivyoko chini yake. That's why polisi wakasema no. Tunaweza tukaonekana ni watu wa ajabu tusipotimiza majukumu yetu. Inawezekana hata wao wenyewe hawakuwa na sababu ya kumkamata, lakini mamlaka inawahitaji waweze kufanya kila wanachokifanya. So amekamata. Lakini jambo la tatu nalogusia ni utani katika mpira. Tunataniana lakini kwa misingi na ethics. Hata kama unataniana na babako huwezi mtukana. Hata kama babako na wewe ni marafiki kwa kiasi gani au na mamako, kuna baadhi ya kauli huwezi kuzungumza. Kuna mipaka ambayo unaweka. Sasa mipaka ndio mipaka ambayo walioko kwenye mpira miguu wamezisahau hizo mipaka na hawaziweki. End of the day tunaona hizo shida ambazo tunazipitia sasa hivi, ambazo kwangu mimi naona si nzuri. So Alikamu jana ameachiliwa majira ya saa sita hivi. Manake ameruhusiwa kusafiri kutoka Tabora kuja Dar es Salaam, na uchunguzi utaendelea na atarejea tena Central ya pale Tabora tarehe 21 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025, ndipo atakaporejea tena kwa ajili ya mahojiano mara baada ya kufanyika uchunguzi. Na mara baada ya hapo wanaweza wakadecide kumpeleka mahakamani au la. Lakini kwa hiko kilichotokea, maana yake tarajia mamlaka za kisoka kumwadhibisha Ali Shabani Kamwe. Hilo ni swala ambalo sasa mimi na wewe tutaendelea kulipa subira. Lakini nikaona nikufafanulia hayo mambo matatu. Unaweza ukawa unajiuliza kwa nini walisalimiana uwanjani alafu baadaye wakakamatwa. Wapo ambao baadaye wakakamatwa, wapo ambao wanaanza kusema usiamini vicheko. It's okay, usiamini vicheko, lakini kuna mamlaka, alafu ukiachana na hiyo mamlaka ambayo tunaizungumzia, kuna vitu ambavyo ni personal. Mamlaka lazima iheshimiwe kimamlaka, kwa sababu mamlaka si mtu, ni kile cheo na ile title alionayo. Maana yake hiyo title ya mkuu wa mkoa akivua nikaiva mimi, maana yake inakuwa na respect sawa sawa, na kuwa respected kama watu ambao wanavyomrespect sasa hivi. Nakushukuru sana by the way. Comment, subscribe, like na kushare, tutakuwa mfanya kazi nzuri. Asante. Saluti la familia.